Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunamwangalia Yesu jinsi anavyoziona dhambi. Na tuko katika Injili ya Luka sasa sura ya 6. Tutasoma kuanzia mstari wa 6. Anasema, ikawa siku ya Sabato nyingine, aliingia katika sinagogi akafundisha. Na mlikuwamo mtu ambaye mkono wake wa kuume umepooza. Na waandishi na Mafarisayo walikuwa wakimvizia ili waone kwamba ataponya siku ya Sabato, kusudi wapate neno la kumshtaki. Lakini yeye akayatambua mawazo yao, akamwambia yule mwenye mkono uliopooza, ondoka, simama katikati. Akasimama katikati. Ndipo Yesu akawaambia, nawauliza ninyi, je, ni halali siku ya Sabato kutenda mema au kutenda mabaya, kuponya roho au kuangamiza? Akawakazia macho wote pande zote, akamwambia yule mtu, nyoosha mkono wako. Akaunyoosha mkono wake, ukawa mzima tena. Wakajawa na uchungu, wakashauriana wao kwa wao wamtendeje Yesu. Amen. Pendwa, katika siku hii ya leo tunamuona pia hapa Yesu jinsi anavyoiona dhambi. Ilikuwa siku moja akiwa hekaluni, akiwa ndani ya sinagogi anafundisha. Akiwa anafundisha mle kwenye sinagogi, badani kulikuwa na mtu mwenye mkono uliopooza. Sasa Mafarisayo walikuwa wana tabia ya kumjaribu, wakimvizia ili wapate tu sababu za kumshtaki. Sasa wakiwa pale wakasema, ngoja tuone, je, ataponya mtu siku ya Sabato ama la. Sasa Yesu akatambua, Biblia inasema Yesu akayatambua mawazo yao. Yesu akawatambua mawazo yao kwamba wanataka kumvizia waone kwamba je, akitenda siku ya Sabato tumshtaki. Basi Yesu akawaambia, je, ni halali kutenda jema siku ya Sabato ama jambo baya? Biblia inasema wakanyamaza. Sasa Biblia inasema akawakazia macho pande zote kwa hasira, akamwambia yule mtu, nyoosha mkono, simama hapa katikati. Akasimama. Aliposimama akasema, nyoosha mkono wake. Aliponyoosha mkono wake ukapona saa ile ile. Sasa Biblia inasema alipoponywa, wale wapinzani wake wakajawa na uchungu, wakashauriana wao kwa wao namna ya kumfanya Yesu. Huyu mtu anafanya mambo haya siku ya Sabato, kwa nini anaponya mtu siku ya Sabato? Kwa hiyo wakashauriana jinsi ya kumwangamiza. Kitu muhimu hapa tunachoona, dhambi inaonekana hapa mambo mawili. Jambo la kwanza, unapomjadili Yesu kwa ubaya. Hawa walikuwa wanajadiliana, tufanyaje, huyu jamaa anafanya mambo namna hii. Wanajadiliana, lakini hawakuwa wanaongea mpaka Yesu anasikia, lakini Biblia inasema akatambua mawazo yao. Angalia, na waandishi na Mafarisayo walikuwa wakimvizia ili waone kwamba ataponya siku ya Sabato, kusudi wapate neno la kumshtaki. Hii kumvizia ni dhambi. Kumvizia Yesu maana yake wanamtega. Hiyo ni dhambi kwao, kumvizia Yesu, kumwangalia Yesu, je, atafanya hivi. Hiyo ni dhambi mojawapo. Kumtega, hiyo ni dhambi mojawapo. Dhambi ya pili inayoonekana hapa ni ile ya kusema, wakajawa na uchungu, wakashauriana wao kwa wao wamtendeje Yesu.
Hiyo ni dhambi. Unamkasirikia Yesu kwa sababu amemponya mtu siku ya Sabato. Hiyo ni dhambi mbaya kabisa. Hawa walikuwa washika Sabato, walikuwa wameishika Sabato. Sabato kwao ilikuwa kama ndiye Mungu, na Mungu alikuwa chini ya Sabato. Kwa hiyo Sabato kwao ni kitu cha maana zaidi kuliko jambo lingine lolote. Kwa hiyo ndio maana hapa Yesu anamponya mtu siku ya Sabato, wanamkasirikia. Biblia inasema wakajawa na uchungu. Uchungu hapa maana yake hasira kali kabisa, kwamba tunamfanyaje huyu mtu sio mzuri. Ndugu yangu, ukimwonea Yesu uchungu ni dhambi kwako, ni dhambi kwako. Mungu akusaidie, neema yake iwe juu yako. Hebu wewe ambaye huna hasira naye ubaki kuwa salama. Yule mwenye hasira naye mwache aendelee kuwa na hasira naye, lakini atakutana naye mezani. Iko siku atakutana naye mezani. Mungu akubariki, akusaidie. Tutane kwenye kipindi kingine kinachokuja. Neema ya Mungu na upendo wake uwe pamoja nawe sasa na hata milele. Amen.